Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Islam, tukiendelea tena katika darasa yetu katika kukichambua kitabu hichi cha Al-Ibadhiyyah madhhabun islamiyyun mu'tadil cha Sheikh Ali Yahya Muhammar rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biilmi. Sheikh amefika katika mlango huu ambao anazungumzia kuhusiana na baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa wameenea maibadhi ndani yake. Sheikh anasema waqad hasara al-ibadhiyyah min akthar al-buldan allati intasharu fiha, na wametoweka maibadhi katika miji mingi ambao walikuwa wameenea ndani yake. Kwa hiyo hapa utakuta kwamba ibadhi hapo mwanzo tokea katika karne ya kwanza, karne ya pili walienea katika maeneo mengi sana, na sababu ambayo ilisababisha kwamba waenee maibadhi katika sehemu tofauti ni kwa sababu al-Imam Abu Ubaida rahmatullahi alayhi, ambaye alikuwa ni ka'batul ulama wakati ule, alikuwa ndio marejeo ya wanachuoni wengi katika pale mji wa Basra, hususan katika upande wa madhehebu ya kiibadhi. Alijiwa na wanafunzi kutoka katika maeneo tofauti kuja kusoma kwake. Walikuja wanafunzi kutoka Omani, kuja Basra pale Iraq, wanafunzi wengine kutoka Iraq pale, kuna wengine walitokea Hijazi, kuna wengine walitokea Shimal Afrika, Afrika ya Kaskazini, walikuja kusoma kwake. Wengine walikuja kutoka Khurasani na Yemen pia walikuja kusoma kwake. Kwa hiyo wale wanafunzi wengi ambao walisoma kwake, baada ya kupata ilmu kutoka kwake, wakarejea katika ile miji yao. Kwa hiyo wao sasa ndio wakaeneza zile fikra na ile madhhab na rai zile za kiibadhi walizozipata kwa shekhe wao. Na kwa ajili hiyo ukisoma katika tarehe utakuta kwamba ibadhi katika karne za mwanzo, karne ya kwanza na ya pili, ulikuwa umeenea katika maeneo mengi sana. Mfano katika nchi ya Yemen walifika maibadhi, bali maibadhi walisimamisha dola ya Kiislamu katika nchi ya Yemen katika mwaka 129 Hijria. Abdullah bin Yahya al-Kindi talibul haqq aliweza kusimamisha utawala wa Kiislamu katika nchi ya Yemen, na walisimamisha utawala wa Kiislamu pia katika nchi ya Omani mwaka 132 Hijria, na walisimamisha utawala wa Kiislamu pia katika nchi ya Algeria kama atakavyokuja kueleza Sheikh. Kwa hiyo na sehemu nyinginezo maibadhi walienea, lakini sasa sehemu nyingi walitoweka maibadhi. Mfano kama Yemeni, Khurasani, sehemu nyinginezo, Andalus, walitoweka maibadhi. Falam yabqa illa fi Oman, hawakubakia isipokuwa katika haya maeneo yafuatayo. Kwa hiyo hapa tunataja baadhi ya maeneo ambayo wameenea ndani yake maibadhi. Kwanza kabisa ni Omani. Omani ndio kuna aghlabu sukani Omani ila alana ala madhhab al-ibadhi, ndio wakazi wengi wa Omani wanajinasibisha na madhehebu ya kiibadhi mpaka sasa hivi. Na wao tokea mwanzo walikuwa na dola mustaqilla, dola ya kujitegemea ambayo imesimamishwa katika misingi ya kiibadhi, bali inakusudia katika misingi ya Kiislamu. Walisimamisha imama ibadhiyya, imama islamiyya, utawala wa Kiislamu katika nchi ya Omani tokea zama hizo, lakini baadaye ndo mambo yakabadilika. Sehemu ya pili ambayo imeenea madhehebu ya kiibadhi ni Zanzibar, yani Unguja na Pemba, bali nchi ya Tanzania takriban katika maeneo tofauti wako maibadhi wameenea katika baadhi ya sehemu. Na sababu iliyopelekea kwamba ibadhi kuingia katika nchi ya Zanzibar ni kwa sababu ya wale wasafiri wa Kiomani ambao walikuwa wakija huku na wakifanya biashara, na wengine wakahamia huku. Lakini baadaye Omani ilipokuja kutawala, walipotanua ule utawala wao kutokea Omani mpaka wakafika huku Zanzibar, basi walipotawala huku ndio wale wa Omani wengi wakahamia huku, na kwa ajili hiyo uibadhi ukaweza kuenea pia katika maeneo haya ya Zanzibar. Sehemu nyingine ambayo mpaka sasa hivi bado maibadhi wapo na wana haraka mbalimbali ni Libya, nchi ya Libya, moja katika nchi za Afrika ya Kaskazini.
maibadhi wameenea pale tokea zama hizo. Kana aghlabu sukani Libya min almadhhab alibadhi, walikuwa wakazi wengi wa Libya katika zama hizo ni katika madhehebu ya kibadhi. Thumma hasara, kisha ikatoweka. Falam yabqa illa fi jabal nufusa, kwa hiyo ikabakia madhehebu ya kibadhi katika jabal nufusa wa Zawara na sehemu nyingine inaitwa Zawara. Na wao walikuwa na haraka kubwa sana ya kuelimisha na kufundisha ilmu, na wanachuoni wao walikuwa wanasifika na istiqama, msimamo wa dini wa nazaha, na kuepukana na mambo ya haramu, wal adl na uadilifu. Na wakatunga vitabu mbalimbali ambavyo walitunga wale maimamu wao. Pia katika sehemu nyingine ambayo imeenea madhehebu ya kibadhi ni Tunisia. Na pia hapa anasema Sheikh, kana aghlabu sukani janabu Tunisi, yani wakazi wengi wa kusini ya Tunisia ala almadhhab alibadhi, walikuwa katika madhehebu ya kibadhi. Thumma hasar, ikisha ikapotea. Falam yabqa illa fi jazirati Jirba, kwa hiyo haikubakia madhehebu ya kibadhi katika nchi ya Tunisia isipokuwa katika sehemu moja tu, katika sehemu ambayo inaitwa Jazirati Jirba. Kwa hiyo sehemu ile wanachuoni wakaendelea katika madhehebu ya kibadhi na wakawa na shat ilmi musdahir, wakawa na nashat haraka kubwa sana iliyoendelea sana. Wafihi takawanat jumuiyat ilmiya litalif, na wakaanzisha jumuiya mbalimbali kwa ajili ya kutunga vitabu vya kielimu katika nchi ya Tunisia, katika mji wa Jazirati Jirba. Wakanat awwal jumuiya tatakawan min 7 ulama, na jumuiya ya mwanzo ambayo waliasisi kwa ajili ya kutunga vitabu ilikuwa imekusanya wanachuoni 7. Taasasat fi awail alqarn alkhamis, katika mwanzoni mwa karne ya 5 Hijria walikusanyika wanachuoni, ishtarakat wakashirikiana fi taalifi mawsu'atin fiqhiyya, wakatunga kitabu kikubwa mno cha kifiqhi fi 25 juz'an, ambacho kilikuwa kinakusanya juzuu 25. Utlika alaiha, kikawa kinaitwa hicho kitabu ismu Diwan al-Ashyakh, kinaitwa Diwan al-Ashyakh. Hichi kitabu mpaka sasa hivi kinatajwa katika vitabu vyetu vya kibadhi, vingine utakuta kwamba wanarejea katika kitabu hichi. Maana yake ni kitabu ambacho kilikuwepo na mpaka sasa hivi baadhi ya juzuu zake zipo, lakini hakijaenea sana katika maktaba za Kiislamu. Pia katika vitabu ambavyo walivitunga wanachuoni wa Tunisia, Diwan al-Azzaba, walitunga Diwan al-Azzaba, ishtaraka fi taalifi, walishirikiana katika kutunga kitabu hicho 10 min al-ulama, wanachuoni 10. Na hawa wanachuoni ambao walikuwa wanaishi sehemu hizo walikuwa na haraka kubwa sana katika kulingania na katika kueneza ilmu na Uislamu, na wakafika mpaka katika maeneo ya Mali, nchi ya Mali. Mimma saada ala nashri al-Islam, wakasaidia sana katika kueneza Uislamu wa taarifi ahli tilka almantiqa bihi, na kuwaelezea watu wa sehemu hizo kuhusiana na Uislamu. Sehemu nyingine ambayo pia imeenea madhehebu ya kibadhi ni Aljazair, Algeria. Kana aghlabu sukani Aljazair, ilikuwa wakazi wengi wa Jazair almadhhab alibadhi walikuwa katika madhehebu ya kibadhi. Waqamat lahum hunaka dawlatun, na walisimama kwa wao dola ya Kiislamu fima baina ya mwaka 160 Hijria mpaka mwaka 296 Hijria. Taaqaba alaiha 6 a'imma mutatabi'ina, na wakawa wanatawala, wametawala juu yake, wamefululiza juu yake katika kutawala maimamu 6. Washtaharat bismi ad-dawlati ar-Rustumiyya, na dola hiyo ilijulikana kwa jina la ad-dawlati ar-Rustumiyya. Dola hii ilieneza ilmu katika zama hizo, na ikaeneza uadilifu, na ikaeneza tasamuh, usamehevu wa kimadhehebu, kwa sababu walikuwa wanakana madhehebu zote za Kiislamu, na watu walipewa uhuru katika kusomesha madhehebu zao na kueneza elimu katika nchi ya Algeria na sehemu zile za Shimal Afrika, na sehemu nyinginezo za Afrika ya Kaskazini. Tunasema hapa laqad haqqaqat ad-dawlatu ar-Rustumiyya fi al-fatrati allati hakamat fiha kathira min al-izdihar, waliweza kufanikisha dola hii Rustumiyya katika zama hizo kathira min al-izdihar, maendeleo mengi. Fanasharat al-adla, wakaeneza uadilifu, wa amanati subul, na wakafanya manake zile njia za kupata ule uadilifu na maendeleo zikawa zina amani. Wakafalat al-hurriyati wa amamat at-ta'lim, na ikaeneza elimu, wa amarat al-masajid,
na ikajenga misikiti wa dura alilmi na maeneo mbalimbali ya kusomesha elimu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi madhehebu ya Kibadhi imeenea katika sehemu za Algeria, lakini hususan katika sehemu ambayo wanaita Wadi Mizab. Wadi Mizab. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa kufupisha hapa tunasema kwamba madhehebu ya Kibadhi mpaka sasa hivi imeenea katika baadhi ya maeneo, hususan katika nchi ya Omani, na pia imeenea katika maeneo ya hapa kwetu Zanzibar. Pia imeenea katika nchi za Afrika ya Kaskazini, mfano Libya katika Jazira Tajirba, na Tunis katika Libya katika Jabal Nufusa, na Tunis katika Jazira Tajirba, na pia Algeria imeenea katika sehemu ambayo inaitwa Wadi Mizab, na pia imeenea katika baadhi ya maeneo mengine ya Afrika, mfano Ghana na Mali na sehemu nyinginezo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.